hiyo naomba kipekee nikaribishe aweze kusema na sisi unaye kazi sasa hivi mpaka tukuambia basi tumechoka, tunaomba tupumzike au tusikilize. Karibu sana. Asante sana. Yana habari za asubuhi wazima. Sasa tatumia sana projector. Nitatamani sana ukae mkao ambao usipate shida. Sije ukatoka hapa wakati shingo imekaa upande mmoja tukupeleke tena hospitali. Kwa hiyo nitamuomba Madam Lea nivunje utaratibu wa ukaaji kidogo ili tuweze kufocus kwenye projector. Sije ukawa unapata shida kubwa sana. By the time tunamaliza kumbe shingo imeshapata hitilafu. Lakini wakati tunaendelea na somo, najua sisi tuna smartphones. Sasa wakati mwingine tunajisahau. So naomba tuhakikishe kwamba tumeziweka silent. Ngeukie jirani yako, muulize umeshaweka silent? Hiyo ndio inaitwa accountability. Muulize, yeye ni mtu mzima anaweza akajisahau. Sasa hivi watu wana mikopo, wana madeni, vikoba, wengine wameshapigwa vibuti. Yumo humu ndani lakini ni mwili tu. Kwa hiyo mkumbushe, ndugu yangu umeshaweka silent ili isije katupigia kelele simu yako. Tayari jamani? Haya. Sasa turudi kwenye ukaaji. Wewe kaa, make sure you're comfortable. Yaani usijibane. Hakikisha kwamba unaangalia vizuri projector. Hatuna budget ya kukupeleka kwenye massage kwa ajili ya shingo. Kwa hiyo tafadhali adjust mkao wako, kaa vizuri uangalie huku mbele. Kabla sijaanza naomba tufanye zoezi moja. Kwenye meza zetu kuna stick note. Sijui kama kila moja na stick note hapa. Kwenye meza zetu kuna stick note Dada Lea, ikiwezekana naomba kila mmoja apate stick note Unaweza ukachagua moja alafu wapelekee na wengine. Chagua moja. Tuhakikishe kwamba kila mmoja amepata stick note. Kwa sababu kuna zoezi natamani tulifanye kabla hatujaanza somo letu. Wangapi tayari wana stick note? Kama hujapata tafadhali weka mkono juu. Kama hujapata tafadhali weka mkono wako juu ili uweze kupatiwa hiyo stick note. Weka vizuri mkono uonekane. Ukishapata hiyo stick note bado zinatembea. Kwa hiyo zinakuja. Kama kuna stick note ambayo iko hapa tumpatie huyu. Kuna mikono mingine pale hawajapata. Upande huu sisi wote tumeshapata. Okay. Kama hujapata tafadhali weka mkono juu ili tusipoteze muda mwingi sana. Haya, kila mmoja amepata? Bado watu watatu hapa. Hili zoezi nataka kila mmoja ashiriki. Sasa zoezi letu liko hivi. Kwenye hiyo stick note naomba uandike kitu. Sikilize vizuri maelekezo. Naomba uandike kitu, sentensi au chochote
lakini uhakikishe ukimpelekea mtu mwingine utamchagua wewe. Utanyanyuka kwenye kiti chako, utampelekea mtu mwingine. Hakikisha ukimpelekea huyu mtu mwingine afanye kati ya haya mambo mawili. La kwanza, acheke kwa sauti au atabasamu. Asipofanya hayo mawili au mojawapo, wewe ni kilaza. Acheke kwa sauti au atabasamu. Asipofanya kati ya hayo mawili, wewe ni kilaza. Tuna dakika moja. Chochote sasa, wewe sasa ndio ubunifu wenyewe wa mauzo huo, si ndio jamani? Tukija kwenye kuuza, mtu anakuja na madude yake, anakufuata wewe sasa. Sasa wewe ndio umhamishe mpaka umuuzie. Tuna sekunde 50. Hakikisha unampelekea, anakupa na wewe unampa. Usipocheka, yeye ni kilaza. Asipocheka, wewe ni kilaza. Tuna sekunde 40. Sekunde 40. Sekunde 37. Ukishampa mtazame na wewe usome ya kwake. Sekunde 30. Sekunde 25. Bado sekunde 20. Kumi na 15. Tano, 4, 3, 2, 1. Naomba tujipongeze kwa kupasha pasha. Sasa subiri, wangapi wamewahi kuwa kwenye vikoba? Najua SACCOS nyingi zimeanzia kwenye vikoba, si ndio eh? Sasa sijui kwenye vikoba vyenu, sisi kwenye vikoba vyetu tulikuwa tunapasha hivi. Unapasha pasha, choma ta, tena ta, kiduchu mwa. Kwa hiyo naomba tupashe hivyo, pasha, choma tena, kiduchu. Asanteni sana. Jamani, mimi naitwa Rodrick Nabe na nimefurahi sana kujumuika na nyie. Kwa wale ambao tumewahi kukutana Mwanza kwenye ICRUD, naamini haitokuwa mara ya kwanza sisi kukutana. Kwa zaidi ya miaka 10 nimefanikiwa kuzungumza na makundi tofauti. Nimezungumza na vikoba kwa sababu na mimi ni mwana vikoba, na nimesomeshwa kupitia vikoba. Nimezungumza na SACCOS kadhaa, nimezungumza na makampuni, CBOs na makundi mbalimbali. Kwa hiyo vitu ambavyo nitashare na nyie siku ya leo vinaweza vikatokana na baadhi ya vitu ambavyo nimejifunza kwenye hayo makundi mbalimbali. Sasa ninachokijua kwamba nyie mnajua mnachokiuza. No doubt about that. Yaani hiyo sina shaka. Lakini jinsi ambavyo tunauza. Kwa hiyo kuna zoezi moja, huyu mtu wa IT alitu engage
akatuambia tutumie simu zetu, na mimi nitawaomba twende kwenye Google, tuchukue simu zetu. Wangapi tuna smartphone? Cha kwanza, wangapi tuna smartphone? Okay. Wangapi tuna smartphone na bando? Mikono imepungua. Basi kama una bando, ni muombe jirani afanyeje? Aku hotspot. Muombe jirani afanyeje? Aku hotspot, ili tuweze kufanya hili zoezi hili. Sasa kuna baadhi yetu masuala ya mitandao hatutumii sana, lakini tukumbuke jamani, tupo kwenye digital era, tupo kwenye information age. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kutumia mitandao. Kwa kupenda au kwa kutokupenda, utajikuta tu kwamba unatumia mitandao. Kwa hiyo nitaomba, kuna zoezi ambayo nataka tulifanye. Twende kwenye Google, tuingie Google, alafu tuandike neno Mentimeter. 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 MENTI, alafu mita ile ya mita, METER, kama ilivyoandikwa pale juu kwenye kona pale, Mentimeter. Tumeenda huko tumeshafika Mentimeter. Kama jirani yako yuko mbali, naomba umsaidie. Mentimeter, andika ile neno, alafu ukurasa wa kwanza utakapokuja kwenye Mentimeter utakuwekea nafasi ya kuweka namba kadhaa hapa. Itakwambia enter code to join a live Menti. Sasa kuna hizo kodi hizo hapo, hizo ndo kodi za live Menti yetu. Kwa hiyo ingiza, kibonyeza hapo, utakuja kwenye ukurasa ambao utakuwa sasa hapa ingiza. Wangapi tumefika kwenye hiyo level? Twende pamoja, tutafika taratibu. Wangapi tumeweza? Hapa juu hapa, tunaona hizi namba hizi. Ingiza zile namba zile 3, 8, 5, 3, 6, 4, 5. Tayari watu wawili wameshaingia. Ingiza hizo namba. Ukishaingiza hizo namba, fuata hatua inayofuata. Sasa swali letu linasema hivi. Yes. Accept all. Hasa pale juu pale. Swali letu linasema hivi, ni huduma gani ya SACCOS huwa inaulizwa sana wanachama? Kwa hiyo wewe kazi yako ni kujaza na kusubmit. Naona watu 5 pale. Nasubiri sasa watu 5 hao waandike majibu yao. Huduma gani? Inakuja hapa, una kliki hapa kwenye Menti. Alafu itakupa ukurasa sasa wa kujaza zile hapa juu. Tunaenda pamoja Nani ambaye hajafika kwenye hiyo hatua ya kujaza jibu? Sema accept all, alafu hapa hapa juu hapa kuna sehemu imeandikwa enter code, hapa iingize hapa. Kuna mtu amekwama Angalia kama jirani yako ameshafaulu. Angalia jirani yako kama amefaulu. Na wewe ukifaulu, wewe sasa ndo unakuwa mjanja kuliko wote. Unaanza kuwasaidia walioko pembeni. Hapa ingiza hapo hizo namba Haya, Mentimeter, bonyeza hapo. Alafu ingiza hizo namba hapa. Alafu join. Tumepata sasa wewe akaunti yako hujaitumia muda mrefu. Ingiza hapo. Namba ziingize hapo hapo. Namba ziingize hapo, halafu join. Mentimeter. Sasa wewe sema no, not create.
nenda kwenye hapa kwenye menti. Kama umefaulu, tafadhali msaidie jirani. Hapa hizi namba hizi, ingiza hapo kwenye hizo namba. Kuna mtu hapa bado ameshindwa? Ingie watu wa iPhone, imeogomea mara nyingi watu wa iPhone wanajifanya wao ndo wajanja kuliko watu wengine. Leo imekomesha. Jamani, wangapi tumefaulu? Tunaona hizo huduma inakupeleka Hayo ndo majibu hayo ndo majibu yetu hapa. Na ukiona jibu ambalo limekolezwa kuliko yote, hilo ndo jibu ambalo limerudiwa mara nyingi. Tumeelewana jamani? Maana yake kwenye huduma nyingi ambazo tunazitoa, watu wanapenda nini? Mikopo. Huduma ya mikopo. Kwa hiyo ukiona inaongezeka ukubwa, maana yake watu wengi wanakimbilia hiyo huduma hiyo. Kwa hiyo huduma maana yake tuiwekee nguvu kubwa, namna ya kuiuza lakini namna ya kuifuatilia. Kuna mikopo ambayo hairudishwi, kwa Kiingereza inaitwaje? NPL. Tunaijua jamani? NPL jamani, hatujui hiyo inaitwaje? Non performing loans. Sisi kwenye sakosi zetu tunajua asilimia ya NPL yetu wangapi? Tunajua. Kwenye upande wa mabenki wanakuambia angalau isizidi 2% mpaka 3%. NMB walitoa NPL yao ilikuwa 2.5%. CRDB ilikuwa ngapi? Kwa wale ambao wanafuatilia, ilikuwa 3%. Non performing loans kwetu sisi sasa, hiyo ni assignment. Naomba tuiandike hiyo kama assignment, kwamba tunatakiwa tujue asilimia ya mikopo ambayo haiperform vizuri, wale watu ambao wanakopa alafu hawarejeshi. Umetoa mikopo 100, mingapi ambayo imerudi? Hiyo ndio inaitwa NPL. Kwa hiyo huduma kubwa ambayo watu wengi wanaipenda ni hiyo ya nini jamani? Ya mikopo. Lazima tujue katika huduma zote ambazo tunauza, ipi ambayo inakuja first priority, na hiyo tuiweke kipaumbele. Ukiwa kwenye duka lako wakati unauza, unajua kabisa kwamba bidhaa hii inatembea kuliko bidhaa nyingine. Kwa hiyo unahakikisha kwamba hii bidhaa najua kuhusu A mpaka Z kuhusu hii bidhaa, na hiyo ndo naipa kipaumbele kwenye mauzo. Hizi nyingine zinakuja kama ziada. Haimaanishi kwamba tusiziuze, lakini tuhakikishe kwamba timu yetu yote inajua kuhusu hii huduma, kwa sababu hii ndio huduma pendwa. Zile nyingine tutatafuta namna nyingine kama tutakapojifunza kwenye mbinu za mauzo, lakini this is the most valued or the most needed, demanded service kwenye eneo letu. Kwenye notebook yako, na mimi naomba uniandikie kwenye notebook yako huduma gani ambayo unaielewa kuliko zote zinazotolewa kwenye SACCOS yako. Kwenye notebook yako hiyo iandike hapo kwenye notebook yako hiyo. Huduma gani ambayo wewe unaielewa vizuri kuliko hata huduma nyingine. Kama SACCOS, hivi ndio vitu ambavyo tunauza. Tunauza uaminifu,
Ndio maana watu watacheza upatu, michezo, lakini hawezi akaweka hela nyingi kwenye michezo. Kwa sababu gani? Hakuna trust. Kwa hiyo wakati unauza huduma hizi, ujue kwamba biashara yangu ni kuuza uaminifu kupitia mikopo, kupitia akiba, nauza uaminifu. Lakini cha pili, fursa. Kwenye SACCOS kuna fursa gani jamani? Naomba tuzitaje kwa haraka haraka. Fursa gani? Ya kwanza ni hii mafunzo. Kweli sio kweli? Sasa wewe jiulize, kwa upande wako mna fursa ngapi? Kwa hiyo utajikuta kwamba mteja ataenda atajisajili kwenye SACCOS moja kwa sababu ameona kuna fursa nyingi kuliko SACCOS B. Kwa hiyo tujitahidi kuongeza nini? Fursa kwa wateja wetu. Alafu cha tatu, financial discipline, nidhamu ya fedha. Tuwe wa kweli, sisi kama Waafrika na Watanzania, wazazi wetu, shuleni kwetu hatufundishwi haya mambo. Kweli sio kweli? Hatufundishwi haya maeneo matano. Tukizungumzia financial discipline, tunazungumzia maeneo matano. Eneo la kwanza, eneo la kutafuta. Kuna kanuni moja ambayo naitumia, nitawapa hiyo kanuni, inaitwa tatu wetu li. Kwa hiyo nitakuomba utaandika tatu wetu kwenda chini. Naomba nitumie hii ili tuelewane vizuri. Naamini sisi wote tunaona vizuri hapa Tunaona tukizungumzia elimu ya fedha, haya maeneo, Madam Lea, kama tunaweza tukapata maka peni nyingine. Kwa hiyo kwenye notebook yako nitakuomba uandike hii kanuni hii. Taa ya kwanza kwenye finance au financial discipline ni kutafuta. Kwa hiyo pamoja na kuwapa huduma za mikopo na akiba, tuwape elimu ya namna ya kutafuta ili hizo akiba zije kwetu. Wakipata sana wataleta akiba kubwa. Sawa jamani? Lakini pia kutunza ndo akiba yenyewe. Sasa tuwafundishe namna ya kutunza. Tunze kwa muda gani? Utunze kiasi gani? Haya mambo hatufundishwi, yani nyumbani hatufundishwi. Wekeza, tuwafundishe namna ya kuwekeza. Financial discipline. Ya pili. Sasa shida ya watu wengi wanachanganya hii na hii. Hii wanahamisha huku na hii wanahamisha huku. Hii ya pili ni kutumia. Hapa kila moja ni profesa hapa. Kwenye kufanyaje? Kwenye kutumia. Kila moja ni profesa. Alafu linda. Kwa hiyo kwenye kulinda tunazungumzia insurance, bima. Tuwafundishe pia hivyo vitu, kwamba awe na bima ya afya, awe na bima ya vyombo vya moto, bima ya properties zake, mali zake, so that changamoto yoyote ikitokea asije akachukua akiba yake kutatua changamoto ndogo, achukua akiba yake kwa ajili ya kufanya uwekezaji na kufanya mambo ya maendeleo. Sasa swali na sisi kujiuliza, kwenye haya mambo haya yote tunayafanyia kazi? Tuna ulinzi?
tuna bima. Sasa mtu anaweza akasema SACCOS na bima ya afya wapi na wapi? Siku moja tu ukiumwa unaweza ukatumia zaidi ya 500,000. Kweli sio kweli? Lakini kama una bima 500,000 yako imenusurika. Kwa hiyo tuwafundishe akiba. Kuna watu watakwambia mimi napata kidogo, mshahara wangu mdogo. Mfundishe kwamba akiba sio utajiri, kwamba unapata mamilioni ndio weke. Ukipata shilingi 1,000, amua na weka akiba asilimia ngapi? Asilimia 10. Chukua shilingi 100 weka kama akiba. Aache kusingizia kwamba mimi napata hela kidogo. Kwenye somo la akiba mara nyingi nawaulizaga watu na nawapa theory moja, nawaambia hivi, leo hii ndege ikitua pale nje pale na malaika akatoka akasema hivi, ili upande hii ndege ikupeleke kwenye raha za milele na utasamehewa dhambi zako zote, tiketi ya hiyo ndege ni shilingi 500,000. Tunakupa dakika 5 tu, hiyo ndege inaondoka. Hapo sasa akiba inahusika hapo. Wangapi tutaenda kwenye raha za milele? Utaanza kusikia simu zinaita, mwenyekiti nikopeshe, yani nikifika kwa saa godi, yani nakurudishia. Kweli sio kweli? Jirani, wewe si ndugu yangu jamani kabisa. 500,000. Sasa tuwafundishe kuweka akiba. Lakini kingine ambacho tunakiuza ni community ownership, ule umoja, ule ushirika. Maana yake wale tusiwachukulie kama wateja, tuwachukulie kama ni ushirika, ni familia. Utakapomwonyesha kwamba wewe ni mteja tu, kuna vitu vingine na yeye hatoshiriki kabisa. Na ndio maana ni muhimu sana kutumia we, yani unamjumuisha kwenye activities za SACCOS. Jamani, ni jambo letu hili, ili aone umuhimu wa hicho kitu. Kwa hiyo pamoja na kuuza zile bidhaa zote ambazo tumesema au huduma tumesema, tukumbuke hivi vitu 4 vya muhimu sana. Haya, twende kwenye huduma ambazo najua hizi mnazijua. Akiba tunazijua. Kuna akiba ambayo tumeiacha hapo. Kuna akiba ya kawaida, kuna akiba ya lazima, fixed savings ya muda maalum, akiba ya vikundi. Akiba gani nyingine ambayo tunaweza tukaiongeza hapo jamani? Kama kuna mtu anaweza akatuongezea kitu. Kuna akiba yote tunaweza tukaongeza hapo? Hamna Ni hizi 4 tu. Basi tufikirie na nyingine. Sasa faida yake kwanza ni usalama, lakini namtengenezea nidhamu. Mimi nakumbuka enzi hizo mama yangu alikuwa anapeleka kila wiki kiasi kadhaa, kila wiki. Na uzuri alikuwa anatutuma sisi, nipelekee hii fedha. Anakupa karatasi, ameandika details zake, unapeleka. Kwa wakati huo nilikuwa mdogo, primary, nilikuwa sielewi. Lakini nilipokuja kuanza kujiunga kwenye vikoba, nikaanza kukumbuka, kumbe hii ndo nidhamu ambayo mama alikuwa ananitengenezea. Ukishindwa kuweka hisa, unakatwa, napigwa faini. Sasa hisa kima cha chini ni shilingi 3,000, faini ni shilingi 5,000. Kwa hiyo amua wewe ule faini au upande hisa. Nidhamu.
Na sisi wa Afrika, sisi ngozi nyeusi, yani tunahitaji kifinyo cha ukweli ili tuweze kunyoka. Kwa hiyo nidhamu, savings zinatusaidia kwenye nidhamu, lakini zinatujengea pia uaminifu wa kupata mikopo. Lakini kuna huduma ya mikopo ambayo sasa hii ndio imeonekana ndio huduma pendwa kuliko huduma nyingine. Mtaniambia kama kuna mikopo mwingine ambao sijauorodhesha hapa. Mikopo ya maendeleo, mikopo ya biashara, mikopo ya dharura, ya mishahara, mikopo ya mali. Mikopo gani ambayo tunaitoa jamani? Elimu, ada mikopo ya sikukuu. Mikopo gani mingine? Likizo. Nimesikia kilimo. Kwa sauti jamani. Vikundi mikopo ya vikundi. Kwa hizo ni huduma nyingine. Faida yake urahisi, riba nafuu. Mtu akienda kuchukua mkopo kwenye microfinance au kwenye benki ni tofauti na kwenye SACCOS. Kweli sio kweli? Kuna unafuu mkubwa sana, lakini masharti yake pia ni rafiki na unamsaidia kumiliki mali. Kwa hiyo wakati sisi tunauza hizi bidhaa, tusizungumzie mkopo, tuzungumzie hivi vitu hivi. Thank you so much. Tuzungumzie hivi vitu hivi. Tuanze kumchorea picha ya mali ambayo anataka aimiliki. Tumchoree picha tumuonyeshe unafuu katika ulipaji wa ule mkopo. Lakini pia kwenye mauzo tunauza pia huduma nyingine. Ushauri wa fedha, elimu ya fedha, financial literacy. Ndio maana mtaalamu wa IT hapo alikuwa anawaambia subscribe kule, wanaweka elimu ya fedha. Kwa hiyo pia ni huduma ambayo tunaiuza. Bima. Wangapi wanauza bima? Okay. Huduma za kidigitali, mobile services, M-Pesa, ya mix na mengine. Naona hizo nazo. Sasa ongeza na huduma nyingine ambazo unaona kwamba sisi hatuna, tunaweza tukaziongeza hapa, na uhakikishe kwamba unazielewa vizuri na unaweza ukaziuza vizuri sana. Sasa twende kwenye mbinu za kuuza hizi huduma. Naamini hii formula tumeshaipata Mwanzoni Makapen ilikuwa hayaandiki vizuri. Kwa wale ambao bado hawajapata hii formula, naomba niandike vizuri hapa. Kwa hiyo ni kutafuta, kutunza, wekeza, tumia. Kwa hiyo tuwafundishe pia kwenye matumizi. Usitumie pesa yako hovyo hovyo. Alafu linda. Kulinda tunazungumzia masuala ya bima za aina mbalimbali. Tukija kwenye kuuza, kuna utofauti mdogo sana katika kuuza bidhaa na huduma. Mimi kwa upande wangu nauza huduma, tofauti na mtu ambaye anauza bidhaa, simu. Kwa hiyo hata maelezo, namna unavyouza kuna utofauti kidogo, na kuna vitu ambavyo unatakiwa uvielewe na uvimaster vizuri ili uweze kufanyaje kuuza. Kwa mfano, kwenye masuala ya communication, namna ya kuongea na yule mteja. Kwenye huduma, ukikosea mazungumzo anaweza asinunue. Umemweleza vibaya, hajaona mantiki ya kuchukua hiyo huduma. Kwenye bidhaa kuna urahisi fulani, kwa sababu mimi najua maji yanasaidia nini, si ndio jamani? Sihitaji maelezo mengi.
lakini kwenye huduma lazima uwe makini sana kwenye hilo eneo. Kuuza suluhisho sio bidhaa. Ndio kile ambacho nimesema. Wewe unakomaa mikopo, tuna mikopo mizuri, usikomae kwenye kuongelea mikopo, komaa kwenye kuongelea zile suluhisho. Kwa mfano, tukinunua dawa ya mswaki, tunatafuta nini? Tukinunua dawa ya mswaki tunatafuta nini? Meno yang'ae, harufu ya mdomoni iondoke, si ndio? Hicho ndo tunatakiwa tuuze. Tusiuze dawa ya mswaki, tuuze solution iliyoko nyuma ya dawa ya mswaki. Kwa hiyo utakapoongelea sana mikopo bila kuelezea suluhisho, mteja anakuwa bado hajakuamini sana, na anaweza akachukua muda mrefu kununua hiyo huduma au kujiunga kwenye SACCOS. Lakini kutumia lugha ya mwanachama, msome, ndio hicho tumesema, mjumuishe, ajione kwamba na yeye yupo kwenye familia hiyo, ili uweze kujenga uaminifu. Sasa kwenye kumjua vizuri mwanachama, kuna hizi zinaitwa personality temperaments. Hizi ni aina za watu, na sisi humu ndani tuko kati ya haya makundi au tumechanganya. Sasa kuna upande huu wa kushoto, kuna watu wanaitwa sanguine na choleric. Sasa sanguine ni wale watu ambao wakifika sehemu lazima ujue wamefika. Yana atasalimia, mmeniona Huyu ndo sanguine. Sasa mteja akiwa sanguine akija, muonyeshe kwamba umefanyaje, umemuona. Usipomuonyesha umemuona, anakosa amani. Kwa hiyo hawa watu wana tabia hizi, yani hawa watu wana tabia za uongozi, yani wako very social, outgoing. Ukiwanyima tu ile nafasi kwamba nimekuona, nimekutambua, hata kwenye vikao hivyo ukimnyamazisha tu sanguine, anaona hii sio eneo langu. Kidogo hawa choleric na wao wako active na nini, shida yao hawa wako aggressive, yani wanalazimisha vitu. Anataka kitu kiwe kama yeye anavyotaka, hajali kanuni na taratibu zilizowekwa. Na mimi nataka mkopo leo. Lazima udili naye vizuri wakati wa kuuza bidhaa husika. Usipomuelewa huyu, utamkosa huyu. Tukija upande wa huku phlegmatic, wao wanajua namna ya kucontrol hisia zao. Sio rahisi sana kumuudhi. Anaweza akaja, kuna foleni kubwa au unachelewa kumhudumia, akatulia, hana shida na akavumilia. Watu hawa phlegmatic, changamoto yao, wako makini sana katika kufanya maamuzi. Unaweza umemwelezea, nakwambia nipe kama siku 3 nitafakari. Hawafanyi maamuzi hovyo. Wako makini sana, wanachukua muda kufanya maamuzi. Huku chini melancholic, na wao wakimya, wao hawataki kujihusisha na masuala ya watu wengi, they are unsocial. Hata kwenye vikao hawazungumzi, lakini anadukuduku. Kwa hiyo kazi kwako kulichokonoa lile dukuduku ili uweze kujibu maswali yake. Changamoto ya hawa phlegmatic, wako very rigid. Mabadiliko kwao ni shida. Kama amezoea kufanya kitu hivi, yeye ni hivyo. Tunajua wazee wetu wapo Kuna wazee wetu ambao wako hivyo. Mimi baba yangu akikuta fagio halipo kwenye kona lake, mtakoma. Ukimaliza kufagia unarudisha pale. Kibiriti kina nafasi yake. Unaona? Ndio. Kumbe mama ameshaliamisha.
phlegmatic huyo. Sawa? Kwa hiyo ina uzuri wake na ubaya wake. Kwenye uzuri inakusaidia, unajua kabisa mambo yangu yako sehemu fulani. Sasa maisha yakibadilika kidogo, hapo ndo phlegmatic wanapata shida. Vikao tulikuwa tunafanya Jumatatu, sasa hivi tunafanya Jumatano. Atalalamika huyu. Kwa nini? Kwani sisi tumeshapanga ratiba zetu. Hao lazima ujue namna ya kudili nao, na moja ya njia ya kudili nao ni mawasiliano, namna ya kuongea naye, muelewane vizuri. Sasa kwenye mawasiliano kuna pande tatu. Kwa sababu mauzo asilimia kubwa ni mawasiliano, kama mlikuwa hamjui. Kwa hiyo kwenye communication kuna pande hizi tatu. Kuna written communication, mawasiliano ya maandishi, message, unajibizana naye kwenye message ya kawaida au WhatsApp au kwenye barua, kwenye email, proposal, sijui na nini, maandishi ya aina zote. Alafu kuna verbal communication, maongezi yetu haya, nasikia sauti yako, jinsi ulivyopangilia maneno. Badala ya kumwambia kwamba wewe huelewi, kwa nini usimwambie hapa, naona hatujaelewana vizuri, lakini wewe unamwambia wewe ni kilaza, nimekueleza mara ngapi? Verbal communication, utamkosa huyu mteja. Pangilia maneno yako vizuri yasije yakamuumiza. Alafu kuna non-verbal communication. Vitendo sasa. Jamani, kuna wateja akiingia tu uso wako jinsi unavyoonekana, naona kabisa hapana, hapa sio mahali pangu. Wengine sisi jinsi tunavyokaa ofisini, non-verbal communication, yani umemkataa kabisa. Yani mtu anaingia unamuonyesha yani kabisa kwamba umekuja kutusumbua. Hivi ni vitu vinatokea jamani. Si tunaendaga maofisini Yani unakutana na receptionist au teller wako, unasema ya nini, si niondoke tu. Non-verbal communication. Sasa non-verbal communication ina nafasi kubwa, nye akina mama hamjui, mpaka nguo mnazovaa, nywele mnazosuka, mnatuma ujumbe. Na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza akajisikia vizuri kuhudumiwa na mtu fulani kuliko mtu mwingine. Jinsi ulivyovaa, sura yako, jinsi ulivyoweka smile yako, haya yote haya yanaweza yakasababisha mtu kununua. Kwa hiyo kwenye communication tuhakikishe kwamba hivi vitu vitatu hivi tunavifanyia kazi. Jinsi tunavyoandika message kwenye magrupu yetu, kuna wateja tunawapoteza. Kuna watu yani wanakuangalia tu, wanasema mimi mwaka huu kiisha na withdraw kila cha kwangu, naondoka. Mazungumzo haya mwenyekiti anasema hivi, mwekazina anatujibu hivi, utafikiri hatujaweka hela zetu. Muda ukifika na withdraw hela zake, anaondoka. Communication. Kwa hiyo tuwe makini sana. Huyu bwana alikuwa anatoa maelekezo, huyu aliyesimama huku upande wa kulia, na alikuwa anatoa maelekezo kwa hao wengine. Walikuwa wanafanya zoezi moja la kutengeneza uaminifu, na akamweleza huyu aliyevaa kijani, huyu akamwambia, wewe simama kwenye meza hapa juu, alafu uanguke, sisi tutakudaka. Utuamini kwamba tutafanyaje? Tutakudaka. Akatoa maelezo. Sasa hiki ndio kilichotokea. Kaambia funga macho, alafu anguka.
tuamini tutakudaka. Kosa alilolifanya hakumwambia uanguke wapi, amemwambia funga macho alafu anguka, sisi tutakudaka. So baadhi ya makosa ambayo tunayafanya, baadhi ya makosa tunayoyafanya, moja, kuuza mikopo tu. Ina maana watu wakiingia pale ofisini wanaona huduma moja tu, mikopo. Sasa kama mtu hatafuti mkopo, anataka kuweka akiba, anatafuta huduma nyingine, maana yake huyu tumesha mpoteza. Kwa hiyo ni kosa. Kosa la pili, kupotezea malengo ya wanachama. Viongozi, hii ni kazi ambayo mnatakiwa muifanye kwa uweledi mkubwa sana. Sijui kama kwenye fomu za kujiunga kuna sehemu ambayo inamuuliza una malengo gani baada ya miaka 2, 3 au baada ya mwaka mmoja. Kama hicho kipengele hakipo, mwanachama akiwa anajiunga, naomba tukiweke ili tujue malengo yake. Najua baadhi yetu humu ndani tumewahi kujiunga kwenye vikoba au tupo kwenye vikoba. Kuna watu ambao wanakuja kwenye vikoba kwa lengo la kupata mkopo mara 3. Kwa hiyo anaingia wiki ya kwanza anaweka akiba 50,000, wiki ya pili anajua baada ya miezi 3 naweza kukopesheka, si ndio? Mwezi wa 3 ukikliki tu pop, anaingiza milioni 10 ili apate milioni 30. Lazima tujue malengo ya wanachama wetu. Kwa hiyo anataka apate milioni 30 aende akainvest kwenye biashara nyingine. Kwa hiyo lazima tujue. Au mwingine yeye ni akiba, mimi nataka akiba zangu nikuze akiba zangu, sitaki kukopa. Na ndio maana kuna kwenye vikoba, sio kama mko kwenye baadhi ya vikoba, kwenye vikundi vingine wanakulazimisha kukopa. Kopa, rudisha na riba. Tumewahi kukutana nayo hiyo. Kwa sababu kuna watu ambao malengo yao sio kukopa, anataka tu aweke akiba. Sasa ukiweka tu akiba, sisi faida tutaipataje? Kwa hiyo wanakulazimisha kopa. Lakini cha msingi tujue malengo ya hawa. Kingine, lugha. Tutumie, turahisishe lugha. Nisi mnaona kuna lugha za Kiingereza hapa, natafuta namna ya kuzirahisisha. Sio kila mmoja anaelewa lugha zilizoandikwa kwenye kanuni na taratibu, kwenye constitution hiyo, hawaelewi. Tutafute namna rahisi ya kuwaelezea kuliko kutumia lugha ngumu. Ukikutana na msomi akaanza kukuelezea sijui biology, sijui photosynthesis, sijui nini na nini, na wewe hujasoma, unajiona kabisa kwa mimi sio wa eneo hili. Sio kama mmewahi kusikia hii story. Kuna profesa mmoja alikuwa anasafiri kwenye maji, akakutana na mvuvi. Yeye na mvuvi kwenye mtumbwi wanaenda. Profesa akaanza, wewe jamaa unajua photosynthesis? Mvuvi akasema sijui. Unajua gynecologist? Mvuvi akasema hiyo sijui. Unajua Pythagoras theorem? Mvuvi akasema hiyo sijui. Akaendelea akaanza, sasa wewe unajua nini? Kwa akawa anamuintimidate. Yule mvuvi akasema subiri tufike sehemu na mimi nitakuuliza. Sasa wakafika sehemu ambapo kuna maporomoko na wanatakiwa washuke kwa kasi, alafu kule chini kuna kama mawe na nini na nini. Mvuvi akaanza kumuuliza, profesa, unajua kuogelea biology? Profesa akasema sijui hiyo. Unajua crocodileology? Kama sijui hiyo. Akamuuliza, wewe unajua nini sasa?
tutumie lugha zinazoeleweka. Kwa hiyo alivyoteremka kule ndo profesa akajua maana ya crocodileology na swiminology. Sawa? Haya, kosa lingine no follow up. Hatufuatilii washirika au wanachama. Yaani akishalipa tu kiingilio, ameweka akiba ya kuishi naye. Sasa tuweke ule ubinadamu, tuanze kufuatilia. Huyu mtu hatujamuona kwenye vikao muda mrefu. Huyu mtu alikuwa anaweka akiba shilingi 10,000. Kwa nini anaweka shilingi 3,000? Huyu mtu kwa nini tabia zake zimebadilika za kuweka akiba? Doing follow up. Ataona kwamba you care na atabaki pale kwa sababu anajiona kwamba yeye ni familia. Sasa kuna wataalamu ambao waliwahi kufanya utafiti wakabaini vitu kadhaa ambavyo vinawasaidia watu kuuza, na hii wakasema hivi ni vichocheo vya mauzo. Sasa haijalishi unauza bidhaa au huduma, kati ya hayo mambo 9 unaweza ukachagua 2 au 3 ukayatumia kwenye upande wa kuuza huduma, ukavitumia kama vichocheo vya namna ya kuuza bidhaa zaidi. Hawa wataalamu wakasema jambo la kwanza, demand. Kama kuna uhitaji, kama mtu anahitaji mkopo, ni rahisi sana kumuuzia. Kama huyu mtu anahitaji kuweka akiba, amekosa sehemu ya kuweka akiba yake, ni rahisi sana kumuuzia. Lakini wakasema unaweza ukatengeneza huu uhitaji. Kwa mfano, umeenda kwenye kundi la watu ambao hawana elimu ya fedha, ukawaelezea umuhimu wa akiba, ukawaelezea namna ya kuweka akiba, wanaweza wakaanza kuweka akiba. Mimi nakumbuka wakati najifunza masuala ya vikoba, tulijifunza vikoba vya aina 2. Sijui kama mwenyewe mnavijua. Kuna vikoba vunja na vikoba endelevu. Kwa hiyo wakati nimemaliza kozi yangu ya ualimu wa vikoba, tukienda sehemu na hakikisha kwamba nawapa elimu. Na mara nyingi tulikuwa tunakutana na watu ambao wanacheza upatu, ile michezo. Hawataki kubadilika kwenda kwenye mfumo wa endelevu. Anataka mwisho wa mwaka tunavunja, tunagawana, tunaanza upya. Kwa hiyo mimi nikawa nawatumia mfano. Nawaambia, namchukua mmoja namwambia, tuseme njoo, na wewe njoo. Karibu, njoo. Na nyinyi si mtakuwa walimu? Kwa hiyo hii mfano lazima muitumie. Kwa hiyo nawaambiaje? Huyu ni vikoba vunja. Amejiunga kwenye vikoba vunja. Huyu ni vikoba endelevu. Sawa? Hii ndio mifano ambayo nilikuwa naitumia. Yaani situmii mambo mengi sana. Nawaambia hivi, sasa tukienda mwaka wa kwanza tunapiga hatua, twende pamoja. Mwaka wa kwanza tumeweka akiba milioni 1. Sisi wote tunafanana. Sawa? Sasa huu mwaka ukiisha, vikoba vunja wanafanyaje? Wanavunja. Maana yake wakivunja, huyu anaanza 0. Maana yake anarudi wapi? Nyuma. Mwaka wa pili tunaenda tena, naweka tena milioni ngapi? 1. Huyu ana milioni ngapi? 2. Yule naye ana milioni ngapi? 1. Nikitoa huo mfano wanasema kumbe. Utajikuta kwamba 80% ya wale ambao walikuwa wanaamini katika vunja wanaanza kuhama taratibu. Asanteni sana jamani, naomba tuwapigie makofi. Nikawa natengeneza uhitaji wa vikoba endelevu. Kwa hiyo na wewe unaweza ukatafuta namna ya kutengeneza uhitaji sehemu ambapo hakuna uhitaji. Cha pili, hii inaitwa fear of missing out. Uoga wa kukosa. Fear of missing out. Tumewahi kuona mabango yameandikwa sell 30% au discount. Tumewahi kuona mabango kwamba tukimaliza kuuza hizi bidhaa bei itarudi kule au bei inaongezeka.
Hiyo yote ni namna ya kutengeneza fear of missing out. Ndio unajikuta watu wengi wanaenda wananunua, na hii mara nyingi wanatukamata kwenye Christmas, muda wa Idi, kwenye sherehe gani nyingine ambazo wanatukamataga, mwaka mpya, si ndio? Wanatengeneza mbinu za fear of missing out. Wanaonyesha kwamba bidhaa zimebaki chache. Hata baadhi yetu tunafanya biashara kwenye mitandao, jamani, hizi pisi zimebaki 2 tu. Kumbe kule amejaza mzigo wa kutosha. Basi watu wanakimbia, hizo 2 niwekee, hizo 2. Akamwambia sawa. Kwani wewe utajua wangapi umemwambia 2 hizo? Jamani, imechukuliwa, basi imebaki 1. Basi watu wanakimbia, bwana niwekee hiyo. Fear of missing out. Lakini sisi pia tunaweza tukatengeneza hii mbinu au tukatumia hiki kichocheo kwa kutengeneza kundi fulani ambalo ili uingie kwenye hilo kundi lazima ulipe gharama kubwa. Kwamba tuna wanachama kadhaa wa kawaida, alafu kuna hili kundi hili, ili uweze kujiunga kwenye hili kundi au hii package hii ni ya watu 5 tu. Ni ya watu 5 tu. Na mara nyingi sisi wanadamu tunataka tujue hawa watu 5 hawa wana nini? Kuna nini huko? So fear of missing out. Hiyo ni kichocheo ambayo tunaweza tukakitumia. Kichocheo kingine, value for time. Muda wa watu ni mali. Value for time. Kuna kampuni ambayo ilitengeneza utaratibu. Kuanzia muda unapoingia kwenye milango ya ile biashara, waliwaambia wafanyakazi wote, hakikisha mteja akishaingia zisizidi dakika 3 hajapata huduma. Dakika ngapi? 3. Tunatumia hii kichocheo value for time, kuheshimu muda wa watu. Sasa tuje kwetu. Mtu ameingia pale, mara ndo unachokonoa kucha zako. Shida yako? Subiri hapo. Unachukua unaenda taratibu. Unaenda kwa manager, kuna mtu anataka kuona, nimwambieje? Amwambie aje. Haya, unarudi. Ulisema shida yako ni nini? By the time yule mtu anapata huduma, yani ameshachoka. Kuna mwingine amekimbia kazini, ile lunch time ile lisali moja, anataka yani hela zake zinamwasha, anataka kuziweka sehemu. Sasa ule ndo muda ambao ameupata, anakimbizana na muda, alafu wewe unajivuta. Kuna movie moja, sijui kama mmewahi kuiona, mimi naangaliaga katuni. Kwa wale ambao wanaangalia katuni, nendeni mkatafute movie inaitwa katuni moja. Kulikuwa kuna kasungura fulani inaitwa nini? Zootopia. Wangapi tumewahi kuona Zootopia? Sasa huyu atanielewa. Kuna kipande kwenye Zootopia, jamaa ameenda kuuliza, alafu kuna mnyama fulani yeye anachukua vitu taratibu, hana haraka. Ukimuuliza habari anakuambia salama. Yaani salamu peke yake dakika 2. Bado hujasema huduma yako. Nitawatafutia hicho kipande alafu mtakiona. Value for time. Sasa hivi watu wako faster. Anataka afanye hiki kimalizike, afanye hiki na kimalizike haraka. Sawa jamani? Haya. Kingine, sense of belonging. Kuna watu wanatamani kuwa part of something. Wanatamani kuwa kwenye kundi fulani. Kuna watu humu ndani wamekopa hela, wameuza vitu, wakanunua iPhone ili wawe kwenye familia ya iPhone. Yaani wanajiona wao ni wa maana sana kuliko watu wengine. Kuna watu wananunua aina ya magari kwa sababu gani? Wanataka wajione kwenye aina ya magari.
Hii saa mnayoiona hii inaitwa Hublot, kwa wale ambao wanajua saa. Jinsi nilivyouziwa hii saa, I say, yule jamaa alinitajia makundi ya saa ambazo zinavaliwa na watu wanaojielewa. Akanambia kuna saa ya sijui nini na nini. Akanambia saa hizi ni bei ghali, lakini kwa sisi kwenye market yetu hizi Hublot zinafaa $1,200,000. Nikaitoa inauma, lakini nasema na mimi nataka nijione kwamba niko kwenye watu wanaofanyaje, wanaojielewa. Kuna watu wanavaa miwani, sio kwamba wana matatizo ya macho, lakini wanajua kabisa watu wanaovaa miwani wana akili au wako serious sana. Wadada, si mnafanyaga hivyo? Mnaweka ile miwani yaani ukienda mpaka wanakuogopa, kumbe hamna kitu. Alafu kichocheo kingine, value for money. Je, nikiweka akiba yangu kuna kitu gani cha ziada ambacho nakipata? Kwa nini nisipeleke hii hela sehemu nyingine? Kwa hiyo ukiona mwanachama faida anaweza akazipata sehemu nyingine, kwa nini aje kwako? Muonyeshe kwamba thamani ya fedha yako ukiwa kwetu ni kubwa kuliko sehemu nyingine. Maana yake ikiwepo kwenye zile faida anazozipata na mambo mengine kama mafunzo na vitu kama hivyo. Alafu kingine, trust. Umeona yule jamaa ambaye anaanguka pale, mwanachama akianza kutrust, akianza kuamini, ukimtengenezea uaminifu utauza kirahisi. Sasa hivi kuna wasanii ambao tunawaamini, kuna wanasiasa ambao tunawaamini, wakisimama na kutuambia kwamba hili jiwe linaponya ukimwi, tunanunua. Kweli sio kweli? Kuna watumishi tunawaamini, akina mama wengine wameuza nyumba, amempelekea mtumishi gari, kwa sababu gani? Amefika kwenye level ya trust. Kuna bidhaa tunaziamini. Kila ukienda kwenye nyumba ya mtu fulani, yeye anatumia Colgate tu, hatumii bidhaa nyingine yoyote, ameshaiamini ile bidhaa. Je, wameshaamini taasisi yako? Mpaka kwenye kitendo ukishawaambia kwamba kuna ziara ya kwenda Dubai, watachanga kwa sababu ya uaminifu huu. Mnamkumbuka yule jamaa ambaye aliwapiga watu akaenda akafukuzwa? Alikuwa na watapeli watu. Anaitwa nani yule jamaa? Kwenye eneo la imani. Kiboko ya wachawi, wanamjua. Kiboko ya wachawi. Alitengeneza uaminifu, akikwambia watu wanaleta tu hela, wanapeleka tu pesa. Lakini kuna watu ambao utaweza kuuza kwa sababu ya uongozi. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, ndugu mweka hazina, ndugu katibu, uongozi wako kuna question mark. Hakikisha wewe ni kiongozi bora, kwa sababu unaweza ukafukuza wanachama kisa uongozi wako, uongozi wa kupendelea, uongozi wa kufanya maamuzi peke yako. Unaamka asubuhi kama Idi Amin alivyokuwa anafanya. Unaamka leo, wote waliovaa nguo za kijani hawapati mikopo. Kwenye kanuni hiyo haipo. Unaona? Wote wenye makomwe leo hamna mikopo. Sasa hiyo, unaona? Lakini kichocheo kingine ni competition. Tungekuwa hatuna ushindani, ingekuwa kwamba kuna SACCOS moja tu, TRA SACCOS. Lakini kwa sababu kuna ushindani, maana yake sisi tunachukua nafasi hiyo kuonyesha ubora wetu. Tumia hiyo nafasi ya ushindani ili uweze kuonyesha kwamba wewe ni tofauti na watu wengine. Lakini kuna watu wengine ambao hawa wataalamu wakasema kwamba kuna watu wananunua bidhaa yako au huduma yako kwa sababu wanakusupport tu. Kwa hiyo inawezekana kuna wanachama wamejiunga kwa sababu tu wanasapoti mwenyekiti, anatia huruma. Si ndio jamani? Yaani hiki kikundi hiki
wanakusupport tu. Sasa hiyo isiwe kichocheo cha kutufanya kwamba tunauza sana. Lazima tujue. Kwa hiyo hivi vyote vichocheo, sisi kama ushirika au SACCOS tunaweza tukachagua kwamba sisi tutaimarisha uongozi ili tutengeneze uaminifu, tutahakikisha ile value for time. Mteja akiingia dakika 2 tu ameshapata huduma, amejaza fomu ya mkopo, baada ya muda fulani ameshapata huduma, hakuna kumchelewesha. Alafu tutatumia pia upande wa labda trust, tutajenga uaminifu, huduma bora, zile ahadi tunazozitoa kweli tunazitekeleza. Kwa hiyo ni muhimu sana hivyo kuvifanyia kazi. Sasa kuna formula ambayo nimeitengeneza kupitia neno hilo SACCOS. Kwa hiyo unaweza ukaiandika, hiyo inaitwa acronym, unaweza ukaitumia kwamba start with story. Hakikisha kwamba mna story, mna hadithi. Wanasema stories, facts tell, stories sell. Tengeneza story, jinsi tulivyoanza SACCOS yetu kwenye mazingira magumu sana, lakini tulijitia moyo na tukafanikiwa. Hiyo ndo story. Kwa hiyo watu wengine watakuja kwa sababu ya ile story. Tulianza na watu 3, kila siku tulikuwa tunakutana jioni kwa mama fulani, alafu wakatufukuza kwenye ile nyumba, tukaenda kukaa vikao chini ya mti. That is the story. Na hata wafanyabiashara hii wanaitumia kwenye mitandao na mpaka tunauza. Cha pili, malengo. Connect na malengo, align with the goals of the members. Connect na malengo. Msiende tu kiolela kwamba hizi ni organization goals. Je, what about members goals? Malengo ya wanachama na malengo ya taasisi. Tujaribu kuonyesha kwamba kuna connection. Alafu kingine, tutengeneze value. Tutengeneze thamani. Nikichukua hii chupa kuna maji, nitauza shilingi 1000. Nikiweka humu ndani mafuta ya olive oil, tunayajua na yakajaa hapa, shilingi ngapi nitauza? Roughly, kwa makadirio 10,000. Tofauti na ile ya maji. Nikijaza huku vipande vya Tanzanite vikajaa, nitauza shilingi ngapi? Labda milioni 100 au 200. So thamani iliyopo kwenye shirika ndio itawafanya watu wa maana waje na watu wabaki pale. Lakini tulizungumza kuhusu zile lugha ambazo tunazitumia kwenye kanuni, kwenye vikao, to simplify hizo lugha, tuzirahisishe, zieleweke vizuri ili waweze kuelewa. And then follow up, tufuatilie wanachama wetu, and then tutengeneze mahusiano. Jamani, mahusiano ni kila kitu. Especially kwa viongozi, tujenge mahusiano mazuri na wanachama. Kwenye levels za uongozi, kuna level ikifika, kama watu hawajakuelewa, hawajakuamini, ni ngumu sana kukufollow. Ni ngumu sana kuanza kusikiliza unachowaambia. Kwa hiyo tutengeneze mahusiano mazuri. Muda wangu unakaribia kuisha, bakiza dakika chache. Kwa hiyo hizi zote ni hizo ambazo nimewaelezea. Kwa nini watu wanaondoka kwenye SACCOS zetu? Zipo sababu nyingi, lakini mojawapo ni huduma mbovu. Kwa hiyo turekebishe zile huduma mbovu. Tuangalie wapi ambapo kuna gaps, wapi ambapo hawaridhiki, tubadilike. Lakini cha pili, kuna vigarama fulani ambavyo vimefichwa. Mtu anakuja kugundua amekatwa. Kwa hiyo usiweke wazi kwamba ili upate mkopo kuna ada ya hiki na ada ya hiki na asilimia kadhaa ya hiki. Weka wazi. Sio tena mtu mkopo unatoka, kabla hajaupokea unamwambia, unajua kuna asilimia kadhaa inatakiwa ikatwe kwa sababu wewe ni mfupi. Hey.
alafu changamoto ni no communication. Communication ni mbaya, tumezungumzia hapa. Kwa hiyo kuuza is not only telling people tunauza mikopo, tunauza na nini. Mawasiliano yetu ni ya muhimu sana. Tukizingatia hivyo vitu vitatu, naamini kabisa kwamba itatusaidia sana. Sasa wakati wa kumalizia, dakika zangu zimebaki chache. Wakati wa kumalizia, mwanzoni tumefanya zoezi la kuconnect na watu. Sasa mimi nitakuomba utasimama, utamfuata mtu mwingine, alafu utamuelezea vitu vitatu ambavyo hivi vimeingia kwenye damu, kwenye mifupa na kwenye roho yako, na unaenda kuvifanyia kazi. Vitu vingapi jamani? Ukiona jirani haongei, huyu ni kilaza. Naomba tuchukue dakika moja, tusimame. Mfuate mtu, usisimame na jirani yako. Toka hapo ulipo, mfuate jirani wa mbali, muongee kwa dakika moja tu. Tumebakiza dakika sekunde 55. Safi sana. Sekunde 40. Sekunde 40. Bado sekunde 35. Sekunde 30.